يا رب كفانا فخرا أن تكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون لك عبيدا. يا رب من لم يعتز بطاعتك لم يزل ذليلا، ومن لم يستشف بكتابك بات وأصبح عليلا، ومن لم يستغن بالافتقار إليك كان طول الدهر فقيرا، ومن لم يتحقق في عبودية لك صار في العبودية لمن دونك أسيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azungumzia mdudu huyu mdogo nyuki katika Qur'ani, na ni ajabu na muujiza mkubwa sana, hata kupelekea hii sura ya 16 ikaitwa sura ya nyuki. Katika maajabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa kuitaja hii sura kuwa ni sura ya nyuki, sura yenyewe ni ya 16. Katika utafiti wa kisayansi, nyuki zile kromosomu zake ni 16, ambazo kwamba katika viumbe vimehitilafiana. Nyuki wa kiume wana 16 na nyuki wa kike wana jozi 16, yani zao ni 32, 16 mara 2 kromosomu zao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajalia aya hii, sura hii kuwa pia vile vile ni ya 16 katika Qur'ani katika mpangilio. Kisha aya zake 128 kuwa zaweza kugawanyika na ile 16, imma kwa nyuki wa kiume ni mara 8 ama nyuki wa kike mara 4. Katika ukubwa wa vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaipanga na kuipamba hii Qur'ani yake. Asema wa auha rabbuka ila an-nahl, Mola wako amempa nyuki wahyi. Wamehitilafiana na sura tafsiri. Je, wahyi uliotolewa hapa ni wa aina gani? Lakini wengi wakielezea kuwa ni ule mwelekeo aliotoa Mwenyezi Mungu kumwelekeza huyu nyuki, vipi alipompangia na kumwendeshea kutembea kwake kwa siku na kila kitu. Sikuwa wahyi kama tunavyopewa wanadamu kuwa tumetumiliziwa mitume na kutuelezea. Wahyi kwa njia ya ilham ndo kubwa, walikubaliana wanazuoni tafsiri karibu wote. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta, fanya nyumba yako katika majabali, wa min ash-shajari, na katika miti, wa mimma ya'rishun, na sehemu wanazokaa vile vile wanadamu, hata katika mahema yao. Yani popote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemlekeza huyu nyuki kwa kufanya. Kabla ya uvumbuzi wa karne ya 19, wengi walikuwa wakipinga Qur'ani, walikuwa wakiona ni mambo gani haya, kwa sababu huyu nyuki walikuwa wakimtambua kuwa ni mnyama mdogo tu, hujenga pengine kwenye mbao au hujenga kwenye mzinga wake sehemu ambayo kwamba ni hafifu. Lakini ukizingatia hii aya, takhidhi min aljibali buyuta, jenga katika majabali. Kuna majabali mengine ni ya majiwe, kuna nyuki ambao kwamba waweza kutoboa mpaka kwenye mawe au kwenye udongo na wakajenga mzinga wao ndani. Kuna nyuki wengine waitwa carpenter bees, hao hutoboa, kazi yao hawajengi ule mzinga, hawatengezi kutumia ile wax yao, hutengeza kutumia mbao, wakaichimba na kuingia na kutengeza ndani. Ittakhidhi min aljibal. Kisha maajabu ya Mwenyezi Mungu katika aya hizi ni alivyotumia dhamiri ya kuashiria ni kike
Ittakhidhi, jenga, kwa kuwa wanaofanya kazi zile ni nyuki wa kike, si nyuki wa aina yote. Nyuki wamegawanyika ni sehemu tatu tu katika mizinga yao. Kuna nyuki ambaye kwamba ni malkia. Huyu queen hafanyi shughuli nyingine, kazi yake ni kutaga mayai na mayai ya kuzaliwa nyuki wengine. Huyu hulishwa chakula special ambaye kwamba itarutubisha na kumfanya awe kwa siku 16 tu. Hata akifa yule mmoja, huchukuliwa siku 16, akachukuliwa nyuki mwingine katika nyuki wa kike, akalishwa chakula cha maalum ambacho kwamba baada ya siku 16 anakuwa yeye ndo malkia katika mzinga ule. Siku 16 nyuki wa kwanza ni malkia. Kisha kuna nyuki wa kiume ambao kwamba hawana kazi yao ni kurutubisha yale mayai yanayozaliwa na nyuki wa kike. Kazi yao ni kurutubisha tu. Baada ya kumaliza kulala na yule nyuki wa kike, yule malkia, ndio mwisho wao. Pale ndio huwa mwisho, wakifa, wakitupwa mizoga yao kutolewa kwenye mizinga, wakitupwa nje. Kisha nyuki wa kike ndio wamegawanyika. Kuna baadhi hubaki ni askari katika mzinga wakichunga, na wengine wakizunguka, kwamba Mwenyezi Mungu amewapa wahi kama anavyoeleza, ameelekeza ittakhidhi min aljibali buyuta, nendeni mjenge majabalini, katika miti na katika majumba wanaoishi wanadamu, popote pale jengeni. wasluki ittakhidhi min aljibali buyutan shay'in mimma yasha thumma kuli min kulli thamarat, kisha chukueni katika kila ua, katika kila mimea. Na kuli kuli pia vile vile imetumika ni dhamira ya kike. Lao ingekuwa ni nyuki wa kiume ingesema thumma kulu, kisha kuleni tu, lakini kuleni enyi nyuki wa kike. Na hii ndio dhamira ambayo kwamba wamekuja wanazoona sayansi leo kuitambua kwa nyuki anayeshughulika na kuzunguka kutafuta hii nekta katika maua na ni nyuki wa kike. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula, kisha nenda tembeeni katika njia ya Mwenyezi Mungu aliyowadhalilishia katika ardhi, aliyowapangia mtapita. Ajabu, wana njia ya kuelekezana, atatoka kilomita kadhaa katika njia za kuashiriana. Nyuki anaweza kuja kaonyesha hapa mpaka mita 40, kuna uwezo wa kwenda kugura, tukaguria sehemu nzuri. Hapa mpaka zaidi ya mita 40 kuna kadhaa. Zaidi ya hapo kuna mchezo maalum ambao kwamba akija ataashiria na kuwajulisha wenzake, hapa tuweza kutoka. Kisha mwaweza kwenda, ukipita njia hii, mmoja atakuja kuashiria wenzake na watakwenda wengine kufuata ile njia. wasluki subula rabbiki dhulula, kisha fuateni njia aliyopangia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hao watakwenda watarudi. Thumma kuli min kulli thamarati, kuleni katika kila. Wanazuoni tafsiri wameelezea ni kuwa kuli hapa, kulli thamarati ni makhsus, am yuradu bil khas, ni mjumlisho ambao kwamba unakusudiwa maalum. Ni kuwa si kila aina ya mmea atakula nyuki na kutolewa asali, si kila aina, bali kunao sehemu maalum ambapo kwamba akenda atachukua na kutoa ile asali. Na hasatan nuwar, kama anavyoeleza Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake, ni ile nekta ambayo kwamba inakusudiwa hasatan roho ya maua pale, kuchukuliwa ikatolewa sehemu ikaja. Yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwan, itatoka katika tumbo yake, katika matumbo yake. Na hii ni muujiza mwingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza katika kitabu chake, yakhruju min butuniha, itatoka katika tumbo yake. Hapa butuniha imekuja kwa wingi, na Mwenyezi Mungu anakusudia kwa kila nyuki wa kike anao zaidi ya tumbo moja. Kila nyuki ya kike anao zaidi ya tumbo moja. Lao ingekuwa ni wengi wamekusudiwa kwa pamoja, ingekuwa yakhruju min butunihinna, itatoka katika matumbo yao hao wengi nyuki. Lakini yakhruju min butuniha, itatoka katika utumbo moja katika matumbo yake. Kwa nyuki huyu wa kike mmoja ana sehemu mbili, ana utumbo, ana matumbo yanayogawanyika mara mbili. Utumbo mmoja wa kusaga chakula kawaida, na utumbo mwingine huwekwa ile nekta ambayo kwamba amechukua kwenye maua ili kuja kutengezewa asali baadaye.
yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwan, kinywaji kilichobadilika rangi zake zimehitilafiana. Kuna asali hutoka rangi nyeupe, kuna nyeusi, kuna nyekundu, kuna kadha, kila moja kulingana na ua lililotundwa na uzuri wake. Hata utaona katika hila ya sura at-Tahrim wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam wale waliotaka kumfanya achukie ile asali alikuwakilishwa katika moja za nyumba za wake zake, wakamwambia hii ni kama imechanganywa na maghafiri, imechukuliwa katika mti mmoja ambao kwamba harufu yake mbaya. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akajiharimishia asali kama ile, kwa kuwa ilikuwa ina harufu ambayo kwamba huona ni harufu mbaya, sema laalla pengine imechanganywa na nini, mti kutoka katika maghafiri, mti ulikuwa na harufu mbaya. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hivyo yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwan, hutoka katika matumbo yake kinywaji ambacho kwamba imehitilafiana rangi zake. Fihi shifaa'un linnas, ina tiba kwa wanadamu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yasema, shikamaneni na tiba mbili, al-asal wal Qur'an, asali na Qur'ani. Ama katika riwaya zingine mufassirina wengi wametaja katika tafsiri zao, Imam Ibn Kathir, Imam al-Qurtubi na wengine katika maimamu tafsiri wasema, Imam al-Manthur Suyuti katika Durr al-Manthur ameeleza hadithi nyingi ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika tiba kuna vitu vitatu muhimu, imma hijama au asal au dhab min nar al-iktiwa, wa inni la uhibbu al-iktiwa. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yeye hapendi kule kuchoma. Tiba asema tatu za asili nzuri zaidi, imma kufanywa hijama au mtu kutumia asali au kufanywa iktiwa, ile kuchomwa kwa moto sehemu ambapo kwamba kuna jeraha, kuna ugonjwa na kadhalika. Lakini akasema katika riwaya nyingine asema nimeizuia kwa ummati wangu iktiwa, lakini katika riwaya nyingine asema mimi sipendi iktiwa. Kule kuchomwa kwa kutumia moto ilikuwa ni tiba ya kiasili ya zamani, kuchukuliwa kwenye moto kisha akatiwa nao pale kwenye jeraha ama sehemu ambapo kwamba humuuma mtu, ikawa ni tiba. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam siipendi. Walikuwa wakifanya Makureishi na watu wengine, hata masahaba ridwanullahi alaihim. Kwa ushahidi, Sayyidina Imran ibn Husaini, sahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa yeye sema akisalimiwa na malaika kila siku, akipewa salamu na malaika. Lakini alipofanya iktiwa, kwa hadithi iliyokuwa ndani ya Sahih Muslim, alipofanya iktiwa ikawa malaika hamsalimii, mpaka akimueleza mwenzake anamwambia mimi nilikuwa nikipata salamu, lakini nilipofanya ikawa malaika haji tena kunipa salamu. Falamma taraktuhu raja, nilipoacha amekuja tena malaika ikawa hutoa salamu akinipa. Hadithi iko kwenye Sahih Muslim, alikuwa akipokea Imran bin Husayn salamu ya malaika kila siku mpaka alipoacha aina hii ya tiba. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam haipendi asal ni tiba, kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fihi shifaa'un linnas, ina tiba na inatibu kila kitu. Kama Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi wanazuoni tafsiri wamezieleza katika tafsiri. Alikuja bwana na hadithi hasa tunamepokea ni kutoka Sayyidina Abu Hurairah radhiallahu ta'ala anhu. Alikuja mtu kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam badui, akamshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu yangu ana maradhi, anaumwa. Akamwambia sikihi al-asal, mnyishe asali. Akenda akamnyisha, akarudi yule bwana siku ile hakupona, amenyisha asali kama alivyoahidiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akenda akawa ni kuharisha zaidi. Akasema ni kama mambo kwamba ugonjwa umemzidia. Akamwambia sikihi al-asal, mzidishe tena, mpe tena. Akamnyesha tena mara ya pili, akarudi kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bado anaharisha zaidi, kila siku nikimpa ndo huzidi. Ambia sadakallah wa kadhaba batnu akhik, Mwenyezi Mungu asema ukweli na huyo ndugu yako tumbo lake ndo la urongo. Iskihi al-asal, mnishe tena. Akampa. Imam Ibn Kathir kueleza asema, wanazuoni wanavyoeleza kwa nini ilikuwa vile, kwa sababu siku ya kwanza ni kama tulivyoeleza juzi tukizungumzia ngamia na maziwa yake na nyama. Siku ya kwanza yule bwana alipokula ilikuwa tumbo lake ni chafu zaidi na ana maradhi na ana sumu na kadhalika, ikawa hufanya kazi ya kusafisha, ndio ikawa yule kila akizidi huenda kitoa ule uchafu. Siku ya pili bado ikatoa, akipewa tena ikazidi kutoka na kuhani. Sasa ile ya tatu alipopewa ikawa ndo sababu ya kusafishika kuwa na dawa, akatibika yule bwana, akarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amepata nafuu, amekuwa sawa sasa. Kwa hivyo
yaweza kuchukua muda, lakini atatibika mtu kwa nia na kwa mtu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ni asal, ni katika shifa ya kila kitu, ni dawa, na imepatikana katika uvumbuzi wa sayansi leo kuwa karibu asilimia 90 ama zaidi, asilimia 80 ama zaidi ya madawa mengi kutokana na asali, virutubisho vinavyotoka ndani ya asali, kama si moja kwa moja, lakini hupatikaniwa dawa kutokana katika dawa. Mfano zote za homa na kukohoa, karibu zote asili yake kutokana na asali. Karibu zote dawa za cough syrup na nini, zote asili yake nyingi ni asali na virutubisho vinavyotokana na asali. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamjalia huyu nyuki ana faida kubwa sana, mpaka kamtaja katika kitabu chake. Na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi amezuia baadhi ya wanyama wasiuliwe, ni chungu na nyuki na hudhud, kama ilivyokuja katika hadithi, na siradi, mbwigu, ndege ndogo hivi. Wengine wakitaja kwa suradi ni dhafta, ni chura. Kwa hivyo ikhtilafu za riwaya za hadithi na wanazuoni walivyoeleza katika tafsiri zao. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam azuia wanyama hao wasiguswe, wasiuawe, kisha asema adhbab umruhu 40 yawm. Hawa wadudu mara nyingi aghlabia umri wao ni siku 40. Wa kullu dhubab fi an-nar illa an-nar, kila aina ya wadudu watakuwa ni katika moto. Katika riwaya nyingine yu'adhibu ahli an-nar, wataingizwa katika moto kwa sababu ya kuadhibu wale watu wa motoni. Illa an-nahl, illa nyuki tu hatoingizwa, hatakuwa katika wale ni kuadhibu katika moto wa jahannam. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea hadithi nyingi kuhusu nyuki na shifa. Tumalizie kwa kisa kuonyesha ubora wa shifa ya nyuki. Kuna wale ambao kwamba walitabikisha maneno haya Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume, ikawa tiba yao kubwa ni Qur'ani. Mmoja katika wema waliotangulia, siku moja amejiliwa na mtu, yeye ilikuwa dawa yake kila kitu, humwambia mtu kula asali itatibu, kula asali. Sasa siku moja kuna bwana asema, leo ngoja nikamfuate bwana, nimepoteza nini punda wangu, nimepoteza punda. Nenda ukale asali. Kupotea punda na asali, anambia na nenda, asali ni dawa ya kila kitu. Akaenda akachukua asali kama alivyoagiziwa. Alipokula ina harara katika tumbo, akawa tumbo limemsukuta, kimbia kutafuta pahala, akiingia mwituni kwenda kujisaidia, akampata punda wake mikaa. Ikawa tiba kweli, kuwa ni tiba na ni viswa waku, yani kuwa amekwenda ni tiba, yani msuja asali, lakini ilipompa tumbo akienda kule ndio akampata punda wake yuko kule mwituni. Kwa hivyo al-hasil, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azungumzia kuwa huyu ana faida kubwa nyuki, na kisha mwisho wa maneno yake asema inna fi dhalika, hakika katika huyu mnyama mdogo mdogo ambaye kwamba anatoa asali na kuzunguka na kwenda kwa wahi na kuzunguka hivi kuleta na kubadilisha kile kinywaji mpaka kikawa ni tiba, la ayatan liqaumin yatafakkarun, ni muujiza au ni mazingatio kwa wale wenye kufikiria. Na furahi zaidi Imam Ibn Kathir alipozieleza hizi tafsiri katika tafsiri yake amemalizia kwa uzuri sana. Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake aya hizi za 68 na 69 ya sura An-Nahl alipozimalizia asema, angalia Mwenyezi Mungu atuonyesha tutambue ukubwa wake kwa mdudu mdogo kama huyu ambaye kwamba azunguka akichukua akileta na kubadilisha yote haya kwa kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa tujue ni nani huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amewatumia hawa wanyama na wadudu katika Qur'ani kutupa mazingatio ya kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na utendakazi wake. Hakutaja abatha, hakutaja Mwenyezi Mungu kwa kupita tu kuwa ni stories zinazotolewa, bali yataka mazingatio kama alivyomalizia aya inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Hapa pana mazingatio na masomo kwa watu wenye kufikiria. Allahumma ij'alna mimman yatadabbaruna ayatik, Allahumma anfa'na bil Qur'an al-azim wa ummana bil ghufran ya karim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alayna ya rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa was-sadada wal-ghina wal-'afaf. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. انفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. فهم
فهمنا منه ما قرأنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل لنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل جزء من القرآن جزاء، وبكل سورة من القرآن سعادة. اللهم يا رب بارك لنا فيه وتقبله منا على ما كان فيه من تساهلنا وخطئنا في قراءتنا. اللهم تقبله منا على ما كان فيه من تضييع أو تقصير أو تضعيف أو ماد أو تشديد. اللهم يا رب تقبله منا على ما كان فيه من إلحاننا يا رب في قراءتنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا رب اجعلنا مع الكرام البررة، اللهم اجعلنا مع الكرام البررة، اللهم اجعلنا مع الكرام البررة يا رب الأرباب ومسبب الأسباب. عبادك فقيرك على الباب، ربنا جئناك وقد بدت الأسباب. افتح لنا يا ربنا من الخير كل باب بجاه سيد الأحباب. يا رب افتح لنا من الخير كل باب. يا رب اشف مرضانا بجاه سيدنا ومصطفانا. يا رب اشف مرضانا بجاه سيدنا ومصطفانا. يا رب اشف مرضانا بجاه سيدنا ومصطفانا. اللهم يا رب ارحم موتانا، يا رب ارحم موتانا واجعل الجنة مثواهم ومأوانا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم.